13 29 8 ambayo maombi bado hayajasikilizwa Mahakama Kuu. Mheshimiwa, nikianza na maombi ya kwanza, naomba niambie Mahakama yako tukufu kwamba maombi ya kwanza kama ambavyo wenzetu wameomba, tunaisubiri mahakama iamue, ni ya kuhusiana na ahirisho la tarehe 2 mwezi wa 6 2025. Maombi haya kama yakikubaliwa yataathiri mwenendo wa tarehe 2 mwezi wa 6 2025. Athari ambayo haitaacha proceedings za mahakama yako, mwenendo wa mahakama yako ukining'inia. That means utakuwa maamuzi ya kuanzia tarehe hiyo kwenda mpaka tulipo sasa. Kwa sababu kama haya tunaomba ahirisho lifutwe, maamuzi yatakuwaje? Kwa hiyo Mheshimiwa, tunaona si busara bado kuendelea na kusikilizwa kabla maamuzi ya maombi yao hajaamuliwa. Mheshimiwa, kwa maana ya kwamba kwa sababu hii na kwa kuhofia kuto kuendelea na makosa kama yalikuwepo au yapo, basi ni vyema mahakama yako tukufu ikaona tusubiri mpaka maamuzi katika shauri hili la wenzetu waliolipeleka Mahakama Kuu. Mheshimiwa, shauri jingine ni kama ambavyo tumeeleza 1563/5 lenyewe lilikuwa linahusiana na shauri hilo namba 13298 ya mwaka 2025 ambalo mahakama hii ya Kisutu iliruhusu upande wa jamhuri baadhi ya mashahidi ambao sio police officers watoe ushahidi wakiwa katika hali ya kificho kwa mazingira ambayo mahakama iliyapokea kutoka upande wa jamhuri. Lakini wenzetu wameomba au wamepeleka shauri hili kwa ajili ya mapitio. Bado shauri hili athari yake ni kuhusu mwenendo mzima wa shauri hili. Yaani maombi wenzetu wanaoyapeleka bado athari yake au maamuzi yake ni yanaleta athari kwenye mwenendo mzima wa shauri hili lililoko mbele ya mahakama yako tukufu. Kwa hiyo maamuzi, shauri hili bado halijasikilizwa, ina maana hiyo 15635 halijasikilizwa, liko katika hatua ya awali. Bado pia tunaiomba busara ya mahakama yako tukufu ione sasa ni vyema tukasubiri maamuzi ya hayo wenzetu walioomba kule, ili sasa tuwe na usikilizwaji usikilizaji laini wa shauri hili wakati ambapo wenzetu watakuwa wameshasikilizwa madukuduku yao huko mahakama kuu. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa sababu hizo tunaiona mahakama yako sasa iweze kutumia yale mamlaka yake chini ya kifungu cha 242 kifungu kidogo cha kwanza, ambacho Mheshimiwa awali kilikuwa ni 225 kwenye zile sheria za zamani, ambapo sasa hivi tuna hii revised edition ya 2023 iliyoanza kutumika leo. Omba Mheshimiwa ukitumia hicho kifungu cha 242 kifungu kidogo cha kwanza kuona hizi sababu tulizozitoa
ni sababu ambazo ni za msingi kuona kwamba si busara kuendelea na usikilizwaji wa shauri ambapo kuna mashauri mengine Mahakama Kuu yanayohusiana na mwenendo wa shauri hili. Mheshimiwa, ni hayo kwa upande. Ni kweli kuna application za revision mbili ambazo zote ziko hapo. Ya kwanza ambayo ni 13 application number 13 kuweka correction kwenye kuhusiana na shauri la mwanamke na haki ya kucheza kilichosikilizwa ni mapingamizi kwamba mapingamizi yalikuwa raised na upande wa jamhuri kuhusiana na hiyo ndio alisikilizwa shauri la halisi. Okay. Hiyo ruling ya 11 ila mapingamizi yana msingi wala msingi. Naomba niweke hapo. Sawa. Mheshimiwa Poki, endelea. This is the correct position. I'm going to catch up with the government. Aha. Ilikuwa Ijumaa. Sawa. Kitu cha pili ambacho nataka kusahihisha ni kwamba revision hiyo ya kwanza. Tunachoomba Mahakama Kuu ipitie ni uhalali wa mahakama hii kutotolea uamuzi swala la kikatiba lilokuwa mbele yake. But it's just a portion of the question of constitutionality of witness protection. Kwamba inadai rights that na wala hatakuwa tunapinga adjournment kama wanasema. Tulikuwa tunapinga mahakama kutoa reference au kuitolea uamuzi. Maombi yetu ya reference kwa ajili ya constitution ambayo tunaieleza. 2 mwezi wa 6 mwaka 2025 wakiomba mahakama ile iweze kuexamine maamuzi hayo na kuyafuta. Mheshimiwa, kwa kuanza na shauri hili kwanza, yako mashauri mawili Mheshimiwa, naomba kwanza nizungumzie shauri hili. Lakini pia kuna shauri jingine tena linahusiana na shauri hili ambalo pia tumekuwa saved ile. Kwanza Mheshimiwa, nisikukatishe. Hii kesi namba 14496 au haya maombi yameshasikilizwa na Mahakama Kuu na maamuzi yake yatakuja tarehe 11 mwezi wa 7 2025. Hoja zimesikilizwa pande zote mbili, hoja nzito zitaamuliwa tarehe hiyo. Mwezi wa 7 2025 Mheshimiwa. Lakini pia kuna maombi mengine wenzetu waliyapeleka tarehe 26 mwezi wa 6 2025 ambayo yakasajiliwa kwa namba 15635 ya mwaka 2025. Haya maombi yenyewe ni kuhusiana na shauri
lile la kwetu ambalo linapingwa na hili. Maombi haya ni dhidi ya ni against maombi namba 10. Mheshimiwa kidogo tu. Mheshimiwa, kuna rafiki yangu Katuga ni mshabiki wa mpira na mfahamu mchezaji anaitwa Eric Cantona. Ana msemo wake mmoja aliusema, if seagulls follow a trawler it is because they think sardines will be thrown in the sea. Kama ndege walewa majini wanaufukuzia mtumbwi ni kwa sababu wanajua dagaa watatupwa waweze kula. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu haya yote ambayo yanajiri leo ni mwendelezo wa hoja ambazo tumekuwa tunazitoa za kupinga maahirisho, lakini mahakama mwisho wa siku ina balance. Tumeshamaliza kufanya submission. Katuga anaulizwa, hivi ni kwa nini tena umesema wakati submissions zimeshafungwa? Yaani kama anafunguliwa mlango mahali pa kutokea hivi, sorry to say, ndio matokeo haya Mheshimiwa Hakimu. Tulipinga ahirisho mara ya mwisho. Kesi hii imesikizwa mara mwisho tarehe 16. Tukapinga vikali sana ahirisho lililoomba kwa kisingizio kwa sababu ambazo tulitoa. Sasa this is a direct consequence. Oda ya mwisho, sio kama mahakama itaikumbuka. Oda ya mwisho ni kwamba ushahidi wa PW1 umekuwa deferred pending ushahidi wa kuletwa specific witness. Wewe una control proceedings. Huyo shahidi subject to order deferment umeshaonyeshwa. Naona kama unataka sasa mwenyewe unaweza ni challenge oda yangu iliyotoa. Hamna ane challenge oda yako Mheshimiwa. Wewe nafikiri jielekeze basi vizuri. Hakuna ane challenge oda yako, tunakukumbusha tu kwamba jielekeze vizuri basi. Tusirudi nyuma kule. Jielekeze vizuri kwenye. Maana ni kwamba let us all calm down Mheshimiwa, with all due respect. Maana ni kwamba tulitegemea leo cha kwanza ambacho kingetangulia upewe taarifa za whereabouts ya shahidi ambaye ni subject ya sitting orders. Hizo orders hazijakuwa departed. Sasa hata whereabouts za huyo shahidi ambaye alitolewa specific order ya deferment na akatajwa kimahususi kabisa haujaambiwa. Badala yake watu wanaruka stage, wanataka sasa kuzungumzia mambo yaliyoko High Court. As if your application haikuwa pending wakati PW1 anatoa ushahidi, and they were aware they had been duly served. Kesi imeitwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Mkuu, huyu application ya revision against number 14, 14496 of 2025 imeitwa for the first time tarehe 17 June. Tarehe 16 June shahidi PW1 ametoa. Mbona hoja hiyo haikuibuliwa that day? Huo rest sub judice kwa nini haukuwa that day? Kwa nini unakuja kuibuka leo very conveniently in light ya order ya deferment ya shahidi? Kwa hiyo Mheshimiwa, hoja yetu ni kwamba kama mahakama inataka kuahirisha fair, lakini hakuna reason zozote zilizokuwa set forth. Na wenzetu tungeona wangekuwa waungwana, wangesema tu leo hawana shahidi, tu discuss kutokuwepo kwa shahidi. Sita kuchosha kwa kuzungumzia application number 15635 ambayo yenyewe hata kuitwa haijaitwa. Kwa tunasisitiza kwamba Mheshimiwa, hakuna sababu zozote zile legally or factually ya kuahirisha shauri hili. Na kama litaahirishwa ni kwa sababu tu ya convenience, to be frank, ya upande wa mashtaka. Seagulls will be following the trawler. We are most obliged. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, shauri linakuja mbele yako kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa. Kutokana na amri ya mahakama ya tarehe iliyopita. Hata hivyo Mheshimiwa,
wenzetu upande wa utetezi, yani upande wa mshtakiwa, wamepeleka maombi Mahakama Kuu ambao ni maombi namba 14496/25 2025 wakiomba mapitio ya shauri hili kwa maana ya revision, hasa kwenye maamuzi ya mahakama hii tukufu kuahirisha airisho iliyolifanya tarehe 2 mwezi wa 6 2025, 2 mwezi wa 6 mwaka 2025, wakiomba mahakama ile iweze kuexamine maamuzi hayo na kuyafuta. Mheshimiwa, kwa kuanza na shauri hili kwanza, yako mashauri mawili Mheshimiwa, naomba kwanza nizungumzie shauri hili. Lakini pia kuna shauri jingine tena linahusiana na shauri hili ambalo pia tumekuwa saved. Kwanza Mheshimiwa, nisikukatishe. Hii kesi namba 14496 au haya maombi yameshasikilizwa na Mahakama Kuu na maamuzi yake yatakuja tarehe 11 mwezi wa 7 2025. Hoja zimesikilizwa pande zote mbili, hoja nzito zitaamuliwa tarehe hiyo. Mwezi wa 7 2025 Mheshimiwa. Lakini pia kuna maombi mengine wenzetu waliyapeleka tarehe 26 mwezi wa 6 2025 ambayo yakasajiliwa kwa namba 15635 ya mwaka 2025. Haya maombi yenyewe ni kuhusiana na shauri namba ile la kwetu ambao linapingwa na hili. Maombi haya ni dhidi ni against maombi namba 13298 ya mwaka 2025. 13298 ambayo haya maombi bado hayajasikilizwa Mahakama Kuu. Mheshimiwa, nikianza na maombi ya kwanza, naomba niambie mahakama yako tukufu kwamba maombi ya kwanza kama ambavyo wenzetu wameomba, tunaisubiri mahakama iamue, ni ya kuhusiana na ahirisho la tarehe 2 mwezi wa 6 2025. Maombi haya kama yakikubaliwa yataathiri mwenendo wa tarehe 2 mwezi wa 6 2025. Athari ambayo haitaacha proceedings za mahakama yako, mwenendo wa mahakama yako ukining'inia. That means utakuwa maamuzi ya kuanzia tarehe hiyo kwenda mpaka tulipo sasa. Kwa sababu kama haya tunaomba ahirisho lifutwe, maamuzi yatakuwaje? Kwa hiyo Mheshimiwa, tunaona si busara bado kuendelea na kusikilizwa kabla maamuzi ya maombi yao hajaamuliwa. Imesemekana kuhusiana kutoa hoja za mawakili wa pande zote mbili kwamba kuna maombi yamefunguliwa Mahakama Kuu, maombi namba 14496/2025 pamoja na maombi namba 15635 mwaka 2025, maombi ambayo kadri mlivyoeleza nyinyi wenyewe hayajatolewa
hajatolewa maamuzi mpaka sasa hivi. Sasa kwa sababu kwenye usikilizaji wa maombi kumbukumbu za mahakama hii zinahusika, kwenye usikilizaji maombi ya mahakama hiyo ya juu kumbukumbu za mahakama hii zinahusika, kwa vyovyote vile rekodi za mahakama kwenye mwenendo huu, hasa kwenye mwenendo huu kuhusiana na maombi yale ya mwanzo zitaathirika na maamuzi ya mahakama kuu yatakayotolewa kwenye maombi hayo. Na jalada hilo kimsingi nalo pia limeshaitishwa halipo hapa. Kwa hiyo hata hapa mimi sina access ya hilo jalada la kesi. Kwa sababu sina access ya jalada la kesi na siwezi kuendelea na mwenendo wa shauri kwa misingi hiyo. Kwa hiyo uwepo wa kesi hizo mahakama kuu ambazo zinahusiana na amri za mahakama hii kwenye kesi hii vinanifanya ni kubaliana na maombi ya kuahirisha shauri mpaka hapo mahakama kuu itakapotoa maamuzi yake, mpaka hapo mahakama kuu itakapotoa maamuzi kwenye hayo mashauri hayo mawili, kwenye mashauri hayo mawili. Kwa hiyo nitaahirisha shauri kwa muda ambao usiojulikana mpaka tutakapopata maamuzi hayo ya mahakama, mpaka tutakapopata maamuzi hayo ya mahakama. Na tarehe ya kusikilizwa shauri mtapewa summons. Tarehe kusikilizwa shauri mtapewa summons. Macho bila nyuma.